Karibu tena. Tuelekee kaunti ya Kitui ambapo watu watatu wa familia moja waliofariki mtaani Saika, kaunti ya Nairobi, wamezikwa kwenye hafla iliyogubikwa na majonzi huko Nzeluni katika eneo bunge la Mwingi Magharibi, kaunti ya Kitui. Watatu hao wanajumuisha Justus Wambua ambaye alidaiwa kujitoa uhai, mkewe na binti wao. Viongozi waliozungumza kwenye hafla hiyo walitoa wito wa uchunguzi na juhudi zaidi ili kukabiliana na vifo vinavyozidi kuongezeka vinavyohusiana na matatizo ya afya ya akili. Moja baada ya nyingine, magari matatu ya kusafirisha maiti yaliyobeba miili ya mwanamume, mkewe na binti yao yaliendeshwa hadi eneo la Nzeluni huko Mwingi Magharibi, kaunti ya Kitui kwa ajili ya ibada ya mazishi iliyogubikwa huzuni. Watu hao walifariki kwa njia tatanishi mwaka mmoja baada ya binti wao kitinda mimba kutangulia mbele za haki. Kulingana na familia ya mwenda zake, Justus Wambua aliathirika pakubwa, ambapo aliapa kutorejea kamwe jijini na badala yake alikata kauli ya kusalia kijijini kulinda kaburi la bintiye. Majuma mawili yaliyopita, Wambua alijaribu kuwasiliana mara kadhaa na mkewe pamoja na bintiye ikifungua mimba kwa zaidi ya siku 3, japo hakufaulu. Akiwa mwingi wa hofu, Wambua aliamua kwenda kuwatembelea mtaani Saika jijini Nairobi, ndipo alipata wakiwa wameaga dunia. Akaona juu alikuwa huku nyumbani last year alipoteza msichana mwingine wake. Akaona sasa juu familia yote imeisha, hakuna haja ya kuishi. Akaweza kujitia kitanzi katika hiyo boma yake huko Nairobi Saika. Kila mtu amepigwa sana na hilo tukio, na tunaomba na kijiji wote waweze kutulia, wasiweze kukua na kusema ni nini ilifanyika ama ni nini ilifanyika bila kufuatilia kidogo. Chifu wa kata ya Nzeluni Nelson Nguna alitaja kisa hicho kuwa pigo, huku akihimiza wakazi kutafuta usaidizi wanapokumbana na changamoto za maisha. Kuna kijana mwingine the same area hii yangu amekuwa na the same problem, ameweza kujitia kitazi katika area ya Machakos mahali alikuwa anafanya kazi. Kwa hivyo naomba wananchi, tafadhali, shida yoyote mtu kama ako nayo, uwe kijana, mzee ama mama, tafadhali naomba muweze kutafuta counselors waweze kuwapia advice. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.